Yesu Kristo. Liturujia ya leo ina sehemu mbili. Ina sehemu ile ya shangwe kule nje na hii sehemu ya mateso ya Bwana. Leo hapa parokiani kuna mambo matatu makubwa. Kufungua rasmi takatifu ambayo liturujia yake na hiyo sehemu mbili. Tumeshaanza ile sehemu ya kwanza, sehemu ya shangwe, Yesu anaingia Yerusalemu kwa shangwe. Liturujia hiyo moja, sehemu ya pili ni ya mateso ya Bwana. Sasa leo pia ni siku ya kumsimika baba paroko mpya. Angepaswa kwa kweli kusimikwa sasa hivi, lakini ningeomba tutoe kwanza mahubiri ili tuunganishe liturujia ya kule mwanzoni na hii. Alafu baada ya mahubiri ndipo tutakapomsimika paroko na kuendelea na utoaji wa sadaka. Lakini pia leo hapa ni siku ya mafundisho ya sinodi. Mafundisho ya sinodi. Mnaona hapa tuko watatu. Tumepelekwa Padre Charles Osia. Simama wakone Padre. Baba paroko wa parokia ya Kiokomo. Asante sana. Tuko tayari tumeshafungua wiki ya mateso. Pigeni kidogo sio kidogo pigeni. Nani? Na vile vigelegele vyenu leo hakuna mpaka Pasaka. Mpaka Pasaka sasa. Yanasikitika kwamba leo hata paroko wenu atakaposimikwa hamtaweza kumpigia. Mtashikia huko kwenye kifua mpaka siku ya Pasaka asubuhi. Mtoe hasira zote. Ndio heshima. Heshima mkubwa kuliko Yesu. Tumeshaingia kwenye mateso ya Bwana. Sasa ndugu zangu, leo pia ni siku ya mafundisho ya sinodi hapa. Ndio maana unaona Padre Osia, Charles Osia, paroko wa parokia Mtakatifu Mathayo Kiokomo amepelekwa hapa. Lakini pia Padre Gasto Bahati ambaye ni katibu wa askofu na MC wa askofu naye amepelekwa hapa. Na mimi nimepelekwa. Sinodi haina mchezo. Kwa hiyo tumepelekwa hapa leo ni siku ya mafundisho ya sinodi. Tukiwa katika mada ya 4 ya uchungaji. Sasa utaratibu wa kutoa haya mafundisho ya siku ya leo huko hivi. Tunaagizwa na kamati kuu au kamati endeshi kwamba kwa vile tunatoa mafundisho ya sinodi kuhusu mada husika siku ya Jumapili, ni lazima pale mwanzoni tutoe kwanza muhtasari walao kwa dakika 3-4, muhtasari wa mafundisho ya ile Jumapili. Somo la kwanza, la pili na la tatu linasema nini? Mama kanisa anatufundisha nini? Kabla hatujaingia ile mafundisho, kwa heshima, ni lazima tuheshimu liturujia ya siku, maana ni Mwenyezi Mungu anazungumza na sisi. Ni kanisa linazungumza na sisi kwa siku ile ya Jumapili husika. Na hivi si vyema tukaja tu na mafundisho yale ya sinodi tukaanza nayo. Sasa mimi ndiye mtoaji wa kwanza. Lakini naanza kutoa muhtasari wa Jumapili ya leo. Sawa? Baadaye nitaingia kwenye mafundisho ya sinodi mada ya 4 ambayo sasa hivi tuko kwenye uchungaji. Tunajifunza uchungaji. Alafu atakuja Padre Gasto Bahati, alafu atakuja Padre Charles Osia na tutamalizia ndipo tutakapomsimika baba paroko. Sawa? Naomba tutembee pamoja tusilale. Tusifanye nini? Tusilale. Ni wiki ya kukesha pamoja na Yesu.
Yesu ameshaingia baroni, tumeshafungua wiki takatifu, na naomba tumsindikize tukiwa hai kabisa. Usilale, wewe ukilala sio wa Yesu. Wote kwa heshima kubwa na unyenyekevu tumsindikize mfalme wetu ambaye ameshaingia njia ya mateso, kama tulivyomalizia sasa hivi historia ya mateso yake tulivyosomewa na Padri Hosea. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa ndugu zangu, leo ni Jumapili ya Matawi. Nimesikia kitu cha ajabu, yani tumetoka kule nje, shangwe shangwe, matawi, tunamshangilia yule mfalme anapita, na lile lipunda lile linajiinua kwa madaha, kwa majivuno, kama nilivyowaambia. Mara moja mambo yameshabadilika. Ni mtu yule anatiwa katika hali ya mateso ya ajabu, na Yesu akiwa anafahamu kwamba ni mpango wa Baba, anakubali mateso yote, anakubali mpango wa Baba, anakubali mapenzi ya Baba, anakubali mapenzi ya Baba. Upendavyo yafanyike, Baba, kwa sababu Mungu ni Mungu. Yesu anatufundisha utii wa ajabu, kukubali mpango wa Mungu Baba, maana yeye alipenda alete wokovu wa mwanadamu kwa njia ya mateso. Mateso ya msalaba, kifo cha aibu msalabani na maziko ni mpango mtakatifu wa Mungu. Ndio namna ya kuleta nini? Wokovu wa mwanadamu. Wokovu wa ni mpango wa Mungu Mwenyezi tangu milele. Hapo katikati ya safari Mungu akaufunua kwa Yesu kwamba yeye ndiye atakayekuwa mkombozi, ndiye atakayekuwa Masia wa kuleta ukombozi wa mwanadamu na wokovu wa mwanadamu. Hata uletaje? Kwa njia ya mateso. Mateso hayo ni ya furaha na kushangiliwa na kupanda punda kama alivyoingia, au ni namna gani? Mateso makali. Mmesikia somo la kwanza, anasema akuficha uso wake usitemewe mate. Yule walikuwa wanamshangilia kule njiani kwa matawi, na lile lipunda linamchukua hivyo kwa madaha, kwa majivuno, kwa fahari kubwa. Mambo yameshabadilika kwa sababu Mwenyezi Mungu amependa alete wokovu kwa mwanadamu kwa njia ya mateso ya msalaba na kifo juu ya msalaba. Yesu anakubali ile njia ya mateso kama ilivyo. Tuone mambo matatu hapo. Anakubali mpango mtakatifu wa Mungu, nusu au kabisa. Amekubali mpango wa Mungu namna gani? Kabisa, 100%, 100%. Nimesema mapenzi ya Baba yatimizwe, sio mimi, si kwa kadiri ninavyopenda mimi, lakini kwa kadiri nani anavyopenda. Sasa ya pili, alivyopenda Baba ni njia ya mateso. Ameipokea, yani wanamnyoa mashavu yake, na wakimaliza kunyoa wanaanza kumtemea mate. Anasema hakuficha uso wake usitemewe mate. Huo ni uso wa Yesu, uso wa mfalme yule tuliokuwa tunampongeza kule njiani. Watu walikuwa wanatandika kanga na mavitenge na magunia na matawi ya mitende ili yapite. Mambo yameshageuka sasa, wanampiga, wanamtemea mate, na uso wake unachafuliwa na mate na magoti. Yesu anasema, maandiko anasema hakuficha uso wake, hakuficha usitemewe mate. Naona yaani anapigwa, anapokea. Uone Yesu siku hizi jinsi ulivyo na vurugu. Tuko kwenye familia, hataki kuvumilia mateso hata kidogo. Yaani mume wako amekasirika kidogo, yaani anakupiga kofi baridi tu, na wewe unachukua chupa ya bia unampiga nayo. Yaani hapa usimchezea hapa na siku hizi yaani hapa ni mambo yaani tunalipa hivyo kuja. Hakuna hata kuuliza ni kwa nini,
yani ukipigwa kofi kadogo tu, alafu mume wangu na nini? Keti kwanza zungumze na wewe, unachukua chupa, unampasulia chupa hapo. Ni anapiga kofi la pili, na unachukua stuli unapiga macho, unapiga macho. Sasa lakini Yesu ni tofauti. Anapokea. Hakuficha, hakupenda mateso yasimjie, ameyapokea kama yalivyo. Pokea mapenzi ya Mungu, pokea mateso kama ilivyokuwa. Lakini jambo la tatu tunaloliona, anachukua mateso haya kwa hekima na busara kubwa, kwa uvumilivu mkubwa, uvumilivu ambao umefuatana na busara na hekima ya hali ya juu. Mmesikia alivyokwenda kwa Herodi, mmesikiliza? Herodi alipomuuliza mambo mengi alifanyaje? Hakujibu hata neno. Hakujibu. Na hata kwa Pilato amejibu mara 3 tu. Alipomwambia wewe, ndio mfalme amesema, ni wewe unasema. Ndivyo ilivyo. Wewe unasema, unatangaza. Sasa kama unatangaza, unataka tena mimi nikwambie nini? Mambo yako hivyo. Anajibu kwa hekima. Kwa Herodi, mfalme mkuu wa Uyahudi, hakujibu lolote. Amejawa na uvumilivu na hekima na busara ya hali ya juu. Tuige uvumilivu wa Yesu, tuige busara ya Yesu, tuige hekima ya Yesu. Namba 3, anasamehe. Amesema, Baba uwasamehe maana wajua wafanyalo. Kwa hiyo fadhila hizo 3 ningeomba tutembee nazo kwenye wiki takatifu. Namba 1, kukubali mapenzi ya Mungu Baba. Ya kwanza, tuache kujifanya kwamba sisi ni wakubwa kuliko Mungu, na huku duniani tunakoishi wala Mungu hana habari, ni sisi tunataka kuweka mambo sawa. Tukubali mapenzi ya Mungu. Tukubali mapenzi ya Mungu Baba. Ya pili, katika hali zote za maisha tunazoishi, kama ni kwa kadiri ya mpango wa Mungu Baba ametupanga kwenye hizo hali, kuna maaskofu, kuna mapadri, kuna watawa, kuna watu wa ndoa, kuna vijana wetu wanaojiandaa kwa maisha ya ndoa, kuna watoto wanaokuja. Hakuna ambaye anaishi kwenye ukamilifu. Kuna mahangaiko, kuna mateso hapa na pale, kuna maumivu, kuna changamoto. Tupite huko kwa uvumilivu, tupokee mambo kama yalivyo. Tuache kujibu makofi kwa makofi, mateke kwa mateke, matukano kwa matukano. Na mwambia umenitukana, yani umefungua ukurasa. Tuingie uwanjani. Mimi ndiye mwenyewe. Mimi ndiye mtaalamu wa matusi. Nitakwambia leo utayapokea mpaka ushibe matusi. Nakuta ni huko nyumbani kwenye familia. Yesu hakujibu. Hakuficha uso wake usitemewe mate. Kimya. Yani alipofika kwa Herodi anamuuliza mambo mengi ya kumkebehi, akampa na mavazi ya kuonyesha kwamba huyu ni mfalme, kumkebehi. Never, silent. Yani kimya kabisa. Huyu ni Yesu mkombozi wetu. Yule alikuwa anashangiliwa kule njiani. Kwa hiyo tuache kujiinua, kujifanya kwamba sisi ndio wenyewe, tuasiniguze, yani sikutane na dhambi yoyote, nisiteseke, yani kwa nini niteseke, kwa nini nipate shida? Kuna namna ya kuondoa matatizo haya. Unayaondoaje mama? Unaondoaje baba? Yaondoe kwa mpango wa Mungu. Yaondoe kwa kufuata taratibu. Wewe ni binadamu. Wewe ni Mkristo. Fuata taratibu za Injili. Fuata taratibu za mafundisho. Mungu anataka ukikutana na matatizo yako ufanye namna gani? Fuata taratibu. Acha kujifanya kwamba wewe, yani umenifungulia, umenipiga kofi, umenitukana, yani mimi ndiye debe la matusi. Na nimefungua ukurasa wa matusi. Nitakupa mpaka uyatabike. Ndio lugha mnayotumia huko mtaani. Sasa utakuwa na amani namna gani? Uvumilivu, kimya pamoja na Yesu. Ukitafuta majibu kwa Yesu. Ukiwa kwenye sala ya ndani, Yesu usiniache. Mungu Baba usiniache. Mimi nimetoka kwako. Unafahamu
historia ya maisha yangu kabla hata hujaniumba. Nilipokuwa natungwa mimba kwenye tumbo la mama ulikuwa unanifahamu. Usiniache Mungu wa milele, usiniache uniokoe hapa. Yaani sala ya moyo kwa utulivu wa ajabu. Hai, yaani tuige Yesu kushika mapenzi yake, lakini mateso anapotembea kule njiani, uvumilivu wa Yesu katika changamoto, mateso, mahangaiko tunayokutana nayo. Hakuna mtu ambaye anaishi kwenye dunia hii ambaye ashiriki katika mateso. Awe ni askofu, awe ni padri, awe ni mtawa, awe ni mama wa ndoa, baba wa ndoa, kijana anayejiandaa kwa ndoa. Wote changamoto zipo, mateso yapo, mahangaiko. Tuchukue pamoja na Yesu. Yesu amechukuaje msalaba wake? Amechukua akiwa anafanya kazi. Mateso yapo, anasonga mbele. Alipotemewa mate, hakuacha kuendelea na njia yake ya kuleta ukombozi. Yuko njiani. Anasema amekasa uso wake kama gumegume kwenda Yerusalemu kutimiza mapenzi ya Baba. Gumegume ni jiwe gumu ambalo ukilipiga leta nyundo ya ajabu, jiko linabakia hivyo hivyo. Amekasa uso wake, lakini yuko ndani amejawa na imani. Kama hatuna imani ni bure. Hatuwezi kuishi mapenzi ya Mungu. Hatuwezi kuishi mito yetu. Imani kwa Mungu, imani kwa Yesu. Kwa hiyo kutimiza mapenzi ya Mungu, tunapokutana na changamoto tuwe wavumilivu. Tumgeukie Mungu. Halafu tusamehe. Amesamehe, Baba wasamehe maana wajua wafanyalo. Hayo mambo matatu. Kutimiza mapenzi ya Mungu daima. Kutimiza mapenzi ya Mungu. Sisi si wa kwetu. Sisi ni wa Mungu. Sisi ni wa Mungu na ana mpango na sisi. Kwa hiyo mahangaiko ambayo tunakutana nayo katika njia yetu ambayo ametupangia Mungu, yaani tuichukue pamoja na Mungu. Kwa sababu sisi ni wa Mungu. Na sababu sisi na nani? Sisi ni wa Mungu, sio wajiwe bana. Sio kama tumetoka tu tumeibuka. Sisi ni wa Mungu. Kwa hiyo tuchukue pamoja na Mungu. Kama Yesu alivyochukua tuchukue pamoja na Mungu kwa uvumilivu wa ajabu. Katika mateso ya ajabu alikuwa pale. Tubaki katika wito. Katika wito tuendelee kuishi, tuendelee kufanya kazi kama Yesu. Anasonga mbele. Amebeba maumivu moyoni, mateso, anasonga mbele kama jiwe. Kaza uso kama gumegume, kama jiwe gumu ambalo huwezi kulipiga nyundo, hata ukipiga nyundo namna gani halibadiliki, lakini yuko katika kutimiza mapenzi ya Baba. Na ya tatu, anasamehe. Kumbe hizo fadhila za Yesu katika wiki takatifu ni waombe sana, ili tuweze kuiga hizo fadhila. Imani, nguzo imara. Ni lazima tusimame imara. Mababa askofu wametuandikia mwaka huu. Baba askofu wa kanisa Katoliki katika ile barua ya Kwaresima wameandika, simameni imara katika imani. Imani kwa nani? Imani kwa nani? Imani kwa Mungu. Imani kwa Kristo. Imani kwa nani? Imani kwa nani? Imani kwa Mungu. Imani kwa Kristo. Imani kwa nani? Imani kwa nani? Kwa Kristo. Simameni imara. Tunahangaika Mungu. Tunaibiwa Mungu. Yesu ana imani kuu. Mmefundishwa juu ya mada ya imani, sijui mmeichukuaje. Lakini hiyo imani mkorogo ambayo imeingia katika nafsi zetu, katika familia zetu, katika mitaa yetu, katika parokia zetu, lazima tuiondoe. Baba Paroko, tunakusimika leo upambane na kuondoa uchafu wote wa imani katika familia ya Mungu. Simameni imara katika imani. Simameni kiume. Simameni yani kama kweli hodari kama Yesu alivyosimama. Yani Yesu amesimama imara kama mfano. Ni kielelezo chetu. Kama hatuna imani, hatuwezi kupokea mapenzi ya Mungu ipasavyo. Hatuwezi kuvumilia mateso tunayokutana nayo njiani. Hatuwezi. Tutakuwa tunajipendelea sisi wenyewe tu. Yesu hakuhangaika kufanya uso wake usitemewe mate. Amekubali kuwa takataka ili tu kwamba atimize mapenzi ya Mungu. Maana ni Mungu ametaka alete ukombozi wa mwanadamu kwa njia ya mateso ya msalaba na kifo cha aibu msalabani. Yesu amekuwa mvumilivu mpaka mwisho, kwa sababu amesimama imara kwenye imani. Anamwangalia Baba huko ndani, anaimba wimbo wake mtakatifu, Baba usiniache, Baba usiniache, Baba usiniache. Wewe una nguvu kuliko mateso haya. Wewe una nguvu, wewe una uwezo. Anasamehe. Namwangalia Baba alivyo mkubwa, anasamehe. Na tusimame imara katika imani yetu kwa Mungu. Kama
hatuna Mungu, kama tuna Yesu, ni kitu gani kitakachotufanya tuhangaike? Na katika Paulo anasema kama mimi kwa kweli kama nampenda Yesu, ni kitu gani kitakachoondoa upendo wangu, mahusiano yangu na Yesu? Hakuna, wala njaa, wala maumivu, wala kupanga. Yani tusimame imara katika imani. Tufanye nini? Sijasikia macho yangu, yani masikio yangu yana matatizo. Tusimame imara katika imani. Tufanye nini? Tusimame imara katika imani. Imani kwa nani? Imani kwa nani? Kwa Kristo. Kwa Kristo, mwamba wetu. Mwamba wetu. Mwamba wetu. Mwamba wetu. Mwamba wetu. Simba, anaitwa Simba nani? Simba ya tusimame imara. Kwa nini tunahangaika hivyo? Hakuna mahali popote penye majibu matakatifu na ya ukweli kabisa na yanayomaliza mambo wapi kama kwa Yesu. Kwa nini mnahangaika hivyo na uchafu ulioko huku duniani? Achana na uchafu. Nifungamanishe na Yesu. Msifu Yesu Kristo. Hapa nimemaliza mahubiri ya leo. Sasa naingia. Njoo hapa kijana. Nimemaliza mahubiri ya leo. Asante Bwana. Sasa tunaingia